Bwana Yesu asifiwe. Muda huu tutaingia katika somo letu la siku ya leo. Tutatafakari somo moja linalosema Yohana Mbatizaji na kanisa la Masalio. Yohana Mbatizaji na kanisa la Masalio. Kuna ufunuo wa ajabu ambao umefunuliwa katika kazi na huduma ya Yohana Mbatizaji katika maandiko, na kupitia ufunuo huo ambao umeelezwa katika huduma ya Yohana Mbatizaji, tutajifunza na kuona jinsi ambavyo kanisa la Masalio linahusiana kwa karibu sana na huduma ya Yohana Mbatizaji. Tutaanza na maandiko kutoka kitabu hiki cha Mathayo 11 mstari wa 12 hadi wa 14. Biblia inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Katika mpango wa wokovu, utambulisho wa Yohana Mbatizaji umetumika kama ishara inayoakisi huduma ya nabii Eliya. Lakini pia utambulisho wa Yohana Mbatizaji ukiwakilisha watu wa Mungu wa siku za mwisho. Utambulisho na huduma ya Yohana Mbatizaji uliakisi huduma ya Eliya, ya nabii Eliya katika siku za Waisraeli wa kale. Lakini pia utambulisho na huduma ya Yohana Mbatizaji uliwakilisha huduma na kazi ya watu wa Mungu wa siku za mwisho. Eliya nabii alikuja kwa wakati mwafaka wa matengenezo ya taifa la Israeli. Baada ya Israeli kuanguka katika uasi mkubwa wa ibada ya sanamu, nabii Eliya alitumwa na Mungu kuja kufanya matengenezo, kuhimiza matengenezo, kuleta matengenezo ya taifa. Na kwa wakati huo Yohana Mbatizaji alitumwa aje kufanya huduma katika roho ile ile ya Eliya ya kufanya matengenezo baada ya giza kubwa kulifunika taifa la Israeli, ama giza kuwafunika watu. Katika kitabu cha Malaki 4 mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya,
naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Nabii Malaki alitoa unabii. Unabii huu ulitabiri huduma ya Yohana Mbatizaji kabla ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Lakini pia unabii huu wa Malaki ulitaja huduma ya watu wa Mungu waliosalia katika dunia hii kabla ya kuja kwa siku ile kuu ya Bwana, yaani siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo huduma ya Eliya nabii, huduma ya Yohana Mbatizaji, huduma ya Yohana Mbatizaji katika roho ya Eliya inafanyika mara mbili. Mara ya kwanza kabla ya Yesu kuja mara ya kwanza, na mara ya pili muda mfupi kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Hebu tuangalie utambulisho wa Yohana Mbatizaji kabla ya kuanza kwa huduma yake. Tuangalie utambulisho wa Yohana Mbatizaji kabla ya kuanza kwa huduma yake. Tusome katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 5 hadi wa 7. Inasema, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Hapa katika maandiko haya tunaona kwanza mambo mawili. Mambo haya mawili yalikuwa yanaonekana ni vipingamizi vya kwamba hawa watu wawili Zakaria na Elizabeti wasingeweza kupata mtoto. Yaani mambo mawili ambayo yalionyesha kwamba Elizabeti na Zakaria hawawezi kupata mtoto. Jambo la kwanza ambalo lilionekana ni kipingamizi ni kwamba Elizabeti alikuwa ni tasa. Alikuwa ni mtu ambaye hawezi kuzaa. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani kupata mtoto. Jambo la pili, wote wawili walikuwa wazee sana, kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Sara alivyoletewa habari za kupata mtoto alicheka, kwa sababu aliona kabisa kuna kipingamizi ambacho kwake anaona hawezi kupata mtoto. Vivyo hivyo kwa Elizabeti na Zakaria, vipingamizi hivi viwili vilionekana kwamba hawawezi kupata mtoto. Kuhani Zakaria alipokuwa hekaluni akihudumu katika zamu yake, alitokewa na malaika wa Bwana akamwambia katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 13, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti
atakuzalia mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yohana. Pamoja na vipingamizi hivi vya kwamba Elizabeth ni tasa, hawezi kuzaa, wote wawili ni wazee, hawawezi kuzaa, lakini ujumbe kutoka kwa malaika wa Bwana ulimjia Zakaria kuhani akiwa na hudumu. Anaambiwa kwamba dua yako imesikiwa, na sasa Elizabeth mkeo atakuzalia mtoto mwanamume na jina lake ataitwa nani? Yohana. Kwa hiyo Yohana anapatikana katika mazingira ambayo haiwezekani, katika mazingira ambayo kwa akili ya kibinadamu hawezi kupatikana mtoto. Huu ni mojawapo ya utambulisho makini sana ambao tutaona unafanana sana na watu wa Mungu wa siku za mwisho, jinsi ambavyo watasimama na kuthibitishwa duniani wakiandaa njia kwa ajili ya Bwana. Malaika hakuleta habari njema tu, bali alimwambia Zakaria namna ambavyo mama wa mtoto alitakiwa kula na kunywa kwa sababu ya umaalum wa mtoto ambaye alikuwa anaenda kuzaliwa. Katika mstari wa 15 kitabu cha Luka 1, malaika alisema, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Kulikuwa na maelekezo ya namna gani mama huyu Elizabeth alitakiwa kujiweka. Alitakiwa kuangalia sana kile ambacho anakula, alitakiwa kuangalia sana kile ambacho anafanya nini, anakunywa, kwa sababu huyu anaenda kuzaliwa atakuwa mkuu sana mbele za nani? Mbele za Bwana. Na Yesu alithibitisha maneno hayo akisema kwamba hakuna nabii mkuu kuliko nani? Kuliko nani? Yohana Mbatizaji. Luka 1 mstari wa 76 hadi 79 inasema, nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake, uwajulishe watu wake wokovu, katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuwaangaza wakaao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Haya ni maelezo kuhusiana na huduma ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alitabiriwa kabla ya kuzaliwa, miaka mingi hata kabla ya kuzaliwa kwa wazazi wake, lakini unabii ulitabiri juu ya huduma yake kupitia nabii Malaki. Na sasa yeye mwenyewe alitambulishwa kwa utambulisho huo wa unabii uliotabiri huduma yake, ya kwamba atatangulia mbele za uso wa Bwana amtengenezee njia zake. Huduma ya Yohana Mbatizaji ilikuwa kutengeneza njia ya nani? Ya Bwana, kwamba anapokuja Bwana Yesu akute njia tayari imefanyaje? Imeandaliwa. Lakini pia awajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi. Yohana Mbatizaji alifanya
huduma ya ubatizo wa toba, akiandaa mioyo ya watu kumpokea Mwokozi. Yohana Mbatizaji alibarikiwa na kujazwa na Roho Mtakatifu hata kabla ya kuzaliwa kwake. Zingatia sana hizi sifa na utambulisho wa Yohana Mbatizaji, ambao huu utatusaidia kuelewa sana utambulisho na huduma ya watu wa Mungu waliosalia katika siku hizi za mwisho, wakifanya kazi ya kuandaa njia ya Bwana katika roho ya Elia, katika roho ya Yohana Mbatizaji. Kabla Yohana hajazaliwa, alijazwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo la mamaye. Luka 1 mstari wa 39 hadi 41 inasema, basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaluka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu na Elisabeti walikuwa ni ndugu. Sasa Mariamu akaenda kumtembelea Elisabeti. Mariamu wakati amemsalimia, amemwamkia Elisabeti, kitoto kichanga kikaruka tumboni mwa Elisabeti, na Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Ni jambo la ajabu na la kuvutia na la kushangaza kwamba wakati huu Mariamu alikuwa na mimba. Wakati huu Mariamu alikuwa na mimba ya Yesu. Wakati huu Elisabeti alikuwa na mimba ya Yohana Mbatizaji. Wakati Mariamu amemwamkia Elisabeti, kitoto kichanga tumboni mwa Elisabeti kikaruka. Yohana Mbatizaji akiwa tumboni alitambua Mwokozi yuko hapa. Mwokozi yuko hapa. Kitoto kichanga kikaruka wapi? Kulikuwa na muunganiko wa kiroho wa hawa wawili, Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo, bado wakiwa tumboni. Kulikuwa na muunganiko kati ya Yohana Mbatizaji na Kristo wa karibu sana, tangu wakiwa tumboni. Yohana Mbatizaji aliweza kumtambua Mwokozi akiwa bado yuko tumboni. Yohana Mbatizaji ni ishara ya watu wa Mungu waliosalia wa wakati huu wa mwisho. Taona jinsi gani watu wa Mungu waliosalia wa siku za mwisho, na wao walimtambua Kristo kabla hata hawajazaliwa. Walimtambua Kristo kabla hata hawajafanya nini? Hawajazaliwa. Hebu tuangalie moja ya sifa kuu ya watu wa Mungu waliosalia wa siku hizi za mwisho. Kitabu cha Manabii na Wafalme, ukurasa wa 678. Prophets and Kings, peji ya 678. Maneno yaliyovuviwa yanasema, watu wa Mungu waliosalia wakisimama mbele ya ulimwengu kama wana matengenezo, ni lazima wadhihirishe kuwa sheria ya Mungu ndiyo msingi wa matengenezo ya kudumu, na kwamba Sabato ya amri ya 4 inasimama kama kumbukumbu ya uumbaji na ukumbusho wa kudumu
wa uweza wa Mungu. Kwa uwazi na usahihi mkubwa, wanatakiwa waudhihirishe umuhimu wa utii kwa amri zote 10 za Mungu. Wakibidiishwa na upendo wa Kristo, watashirikiana naye katika kupajenga mahali palipokuwa ukiwa. Watakuwa watengenezaji wa mahali palipobomoka na wenye kurejeza njia za kukalia. Moja ya sifa kuu ya watu wa Mungu waliosalia wa siku za mwisho, sifa yao kubwa ni wana matengenezo. Ni watu wanaotengeneza. Wanatengeneza nini? Wanatengeneza mahali palipobomoka. Isaya 58 mstari wa 12 unaeleza watu wa Mungu wa siku za mwisho waliosalia wakitengeneza mahali palipobomoka na kurejeza njia za kukalia. Sheria ya Mungu ndiyo msingi wa matengenezo yote. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi imeingia ulimwenguni kwa sababu sheria ya Mungu imevunjwa. Dhambi imeingia ulimwenguni kwa sababu sheria ya Mungu imefanya nini? Imevunjwa. Tabia ya Mungu imeharibiwa. Tabia ya Mungu inayofunuliwa katika sheria yake imevunjwa ama imeharibiwa, imechafuliwa. Na sasa matengenezo yanayofanyika ni ya kurejesha tabia ya Mungu ndani ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu wanatengenezwa ili warejeshewe ile tabia ya Mungu ndani yao. Msingi wa matengenezo ni sheria ya Mungu, kurudisha sura ya Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndiyo kazi kuu ya Yesu. Yesu alikufa msalabani ili matengenezo haya yatimilike ndani ya mwanadamu. Yesu alisema, sikuja kuitangua Torati, bali kufanya nini? Kuitimiliza. Kutimiliza maana yake ni kuiweka, kuiandika ndani ya mioyo ya wanadamu. Maana ilikuwa imeandikwa nje, walikuwa wanaiangalia kimwili, wanaiangalia kwenye mbao ama kwenye vitabu, lakini sasa Yesu alikuja kuitimiliza kwa njia ya Roho wake ndani ya mioyo ya wanadamu. Tabia ya wanadamu ilingane na tabia ya Mungu. Ndio maana alisema, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo. Namna gani? Alivyo mtakatifu. Mathayo 5 mstari wa 48. Kwa hiyo msingi wa matengenezo, unapojiita wewe ni mwana matengenezo, unatengeneza nini? Tambua kwamba msingi wa matengenezo yote ni sheria ya Mungu. Kama kuna matengenezo ambayo hayajajengwa juu ya msingi wa sheria ya Mungu, basi hayo ni matengenezo bandia. Tuendelee kuona utambulisho wa Yohana Mbatizaji na watu wa Mungu wa siku za mwisho. Kama ambavyo Yohana Mbatizaji alizaliwa kimiujiza, ndivyo ambavyo watu wa Mungu waliosalia wa siku za mwisho, kanisa la Mungu la wana matengenezo kwa wakati huu wa mwisho, lilizaliwa kimiujiza. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mbatizaji alizaliwa kimiujiza. Kwa nini? Kwanza, Elizabeth alikuwa tasa. Cha pili, wote wawili Zakaria na Elizabeth walikuwa wazee, hawawezi, yani kwa akili ya kawaida hawawezi kufanya nini? Kupata mtoto. Lakini katikati ya mazingira magumu kiasi kile, yasiyowezekana, mtoto akapatikana. Sasa tuone Yohana Mbatizaji wa wakati huu wa mwisho, kanisa la Mungu la waliosalia wakitengeneza njia ya Bwana. Nao walizaliwa kimiujiza kwa namna gani? Mwaka 1914 kulianza vita ya kwanza ya dunia.
vita ambayo ilienea duniani kote. Na katika kipindi hiki cha vita, serikali za dunia sehemu mbalimbali ziliamuru watu, wanaume kwa wanawake, wawe wapiganaji, wakapigane kutetea nchi zao. Katika wakati huu kulitokea mvutano mkubwa sana, wasiwasi, mashaka na mateso makubwa, na wengi walifikiri kwamba isingewezekana katika mazingira hayo ya hatari. Wengi walifikiri kwamba haitawezekana kwa mtu wa Mungu mwaminifu kuonekana katika mazingira haya magumu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwa mfano, nitolee tu mfano. Tunapoeleza habari ya vita ya kwanza ya dunia ilivyokuwa, inaweza isieleweke sana kwa sababu hatukuwepo, lakini ukisoma historia vizuri in detail utaelewa wale watu walipitia mazingira gani magumu. Kwa mfano, itokee tu hapa kwamba watu wanachinjwa kwa kuikiri imani, wanachinjwa kwa sababu ya kumkiri Kristo. Watu wengi katika akili zao watasema kwamba hapa hakuna atakayeweza kushinda. Kwa akili ya kawaida watasema kabisa kwamba hapa haiwezekani. Kwa jinsi wanavyochinjwa hivi, sidhani kama kuna mtu hata mmoja ambaye ataikiri imani, atamkiri Kristo. Lakini katika mazingira hayo atokee mtu mmoja ama wawili. Hivyo ndivyo ambavyo katika mazingira magumu kanisa la wanamatengenezo la Masalio wa siku za mwisho lilitokea. Katika kipindi cha mazingira magumu, cha mateso, wasiwasi, mashaka, hasa kwa watu wa Mungu wanaozitii amri 10 za Mungu, ilikuwa kipindi kigumu sana kwao, na wengi walichukua upande wa adui. Lakini watu wachache katikati ya giza, Mungu alitokeza watu wake wa Masalio, wazishikao amri 10 za Mungu, ambao hawakutishwa na serikali za dunia ambazo zilikuwa katili sana, zisizo na rehema mbele ya wale ambao walikuwa kinyume chake. Kutoka kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, 2% pekee ya washiriki wa kanisa ndiyo iliyoweza kusimama kwa uaminifu kutetea sheria ya Mungu katikati ya giza la uvunjifu wa sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika vita vya kwanza vya dunia, katika miaka yote ile 4 ya vita, lilikuwa ni jaribu kubwa kwa watunza amri za Mungu, kama ambavyo itakuwa wakati wa sheria Jumapili. Ilikuwa jaribu kubwa kwao. Ni aidha walitakiwa watii amri 10 za Mungu, wapitie mateso, ama wavunje amri za Mungu ili waishi kwa amani. Kama ambavyo Yohana Mbatizaji alipatikana katika mazingira ambayo kwa akili ya kawaida haiwezekani, ndivyo ambavyo watu wa Mungu waliosalia wakati huu wa mwisho walipatikana na kusimama. Mungu akawathibitisha katikati ya giza kubwa la kimwili na kiroho. Mwenendo huu wa matengenezo
na watu hawa wa kiunabii walitakiwa na wanapaswa kuwa na huduma sawa na ile ya Yohana Mbatizaji, kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Kazi yao kuu, hawa ambao ni watu wa Mungu waliosalia, wanaotenda kazi katika roho ya Yohana Mbatizaji, kazi yao kuu ni kurejesha kurito. Neno la Kiingereza linalotumika ni kurito, kurejesha katika hali yake ya utakatifu taasisi zote ambazo Mungu alizianzisha. Taasisi ambazo Mungu alizianzisha. Taasisi gani hizo? Kama vile ndoa, amri za Mungu, zaka na sadaka, kurejesha utakatifu wa taasisi zote ambazo Mungu alizianzisha. Katika vita hii ya kwanza ya dunia, wakati serikali zikiwalazimisha watu kuwa wapiganaji, wasingeweza kupigana kuwa wapiganaji na huku wakizitunza amri 10 za Mungu. Sheria za Mungu na vita haviendi pamoja. Wangetakiwa tu kuvunja amri za Mungu katika huduma za kijeshi. Neno lililovuviwa kutoka kitabu cha Shuhuda ya Kwanza ya Kanisa, ukurasa wa 361. Neno lililovuviwa likitabiri nafasi ya watu wa Mungu wakati wa vita duniani vinapotokea. Inasema, na alionyeshwa kuwa watu wa Mungu ambao ni hazina yake ya pekee hawawezi kushiriki katika vita hiyo ya kutatanisha, kwa maana ni kinyume na kila kanuni ya imani yao. Katika jeshi hawawezi kuitii kweli, na wakati huo huo wakatii amri za viongozi wao. Kungekuwa na ukiukaji wa dhamiri daima. Haiwezekani kumtii Mungu, kutii amri 10 za Mungu, na wakati huo huo utii nini? Maagizo ya viongozi wa kijeshi. Nilipomaliza shule kidato cha 6, nilitakiwa, kama ilivyo wajibu wa serikali, wanaomaliza kidato cha 6 wanaenda JKT. Lakini sikuenda. Wale walioenda tulikutana chuoni, wakawa wanasimulia. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakisema kule jeshini kwamba hawawezi wao kufanya kazi siku ya Sabato kwa sababu neno la Mungu linakataza. Lakini walichokuwa wanaambiwa na viongozi wa kule jeshini ni kwamba hata sisi tunamtumikia Mungu, tena Mungu ni wa majeshi. Unaona sasa wanavyotumia maandiko tena. Mungu wa nini? Wa majeshi. Majeshi hayo sasa ndio JKT yenyewe wanamaanisha. Kwa hiyo tunamtumikia na sisi Mungu wa majeshi. Kwa hiyo lazima umtumikie huyu Mungu wa majeshi hata siku ya Sabato. Huwezi kutumikia mabwana wangapi? Yesu alisema, mmoja utampenda, mwingine utampenda. Kwa hiyo neno lililovuviwa liliwaeleza watu wa Mungu kabla hata ya vita hivyo kuja kwamba hawatakiwi kushiriki hivyo vita kwa sababu ni kinyume na kila kanuni ya imani yao. Iko kinyume na sheria za Mungu. Vitani wataamuliwa kuua,
utaua hata ndugu yako, kwa sababu umeamuliwa, kwa sababu nchi yako inamuona yule ndugu yako ni adui, itabidi uue. Lakini hata kama si ndugu yako, mtu yeyote, maandiko yanatueleza jirani yako ni mtu yeyote unayekutana naye. Kwa hiyo utaenda kuua ndugu yako, utavunja amri ya Mungu, amri kuu ya upendo. Mpende jirani yako kama nafsi yako, lakini wewe unashika bunduki unaenda kuua. Watu wa Mungu waliosalia waliweza kusimama kipindi hiki kupingana na agizo hili na shinikizo hili la serikali za dunia, wasiweze kuvunja amri za Mungu. Wakati wa mazingira ya hatari magumu, watu wa Mungu waliosalia wakasimama. Hebu tuone unabii uliotabiri juu ya kutokea kwa kanisa la masalio ama la wana matengenezo kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Unabii uliotaja kwamba kanisa hili lingetokea wakati huo wa vita, wakati huo mgumu wa kutatanisha, ndipo ambapo watu wa Mungu wangethibitishwa. Kitabu cha Shuhuda ya 6 kwa kanisa, ukurasa wa 400 na 401. Testimony for the Church volume 6, ukurasa wa 400 na 401, anasema kadiri majaribu yatakapozidi kutuzunguka, mambo mawili yatakuwa dhahiri: mtengano na muungano katika ngazi zetu. Wengine hivi sasa ambao wako tayari kushika silaha za kivita wakati wa hatari halisi watadhihirisha kuwa hawajajenga juu ya mwamba ule imara, nao watajisalimisha katika majaribu. Wale ambao walikuwa wamepata nuru kuu na upendeleo wenye thamani, lakini hawakuvikuza kwa njia moja ama nyingine, watajitenga nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna moja ama nyingine watafanya nini? Watajitenga nasi. Mtengano ambao ungezaa kanisa la masalio la wanaotengeneza wakati wa vita ulieleza wazi kwamba wale ambao wangeshindwa kuvumilia shinikizo la serikali za dunia katika kuvunja amri za Mungu wangejitenga na imani. Neno la Mungu, neno la unabii likisema, lazima litatimia. Neno la unabii likifanya nini? Likisema, lazima litafanya nini? Litatimia. Na ilitimia kama ilivyotabiriwa. Ellen G. White akizungumzia vita ya kwanza ya dunia na yale ambayo yangewapata wasiojiandaa, anaeleza kitabu cha Testimony for the Church volume ya 1 ukurasa wa 270. Anasema unabii wa Isaya 3 uliwasilishwa mbele yangu kwa kuwa unahusu siku hizi za mwisho, na maonyo hayo yametolewa kwa binti za Sayuni ambao wamejishughulisha tu na muonekano na maonyesho. Soma aya ya 25. Wanaume wako wataanguka kwa upanga na mashujaa wako vitani. Nilionyeshwa kwamba andiko hili litatimizwa kikamilifu. Vijana wa kiume na wa kike wanaodai kuwa Wakristo lakini hawana uzoefu wa Kikristo wala hawajabeba mizigo wala kuhisi wajibu binafsi watajaribiwa. Sikiliza, katika mashuleni huko huwa tunasoma sababu ama chanzo cha vita ya kwanza ya dunia. Tunasoma sababu mbalimbali ambazo ziko kisiasa, kiuchumi. Lakini acha nikwambie, vita vyote vya kimwili vinavyotokea, vita vyote vya nini? Mambo ya kimwili ndio hayo, ya kisiasa, ya kiuchumi, sijui ya namna gani. Vita vyote hivyo vinavyotokea kimwili, chanzo chake huwa ni vita ya kiroho. Pambano kuu
kati ya Kristo na Lucifer linaendelea, ndio linalozalisha hivi vita. Bwana Yesu asifiwe. Vita vya kwanza vya dunia vilikuwa jaribu kwa watu wa Mungu. Nabii Ellen G. White alionyesha hapa sura ya 3. Jaribu kwa binti na wana wa Sayuni. Sayuni ipi? Sayuni ni mji wa Mungu. Mji wa Mungu unaozungumzwa ni kanisa la Mungu. Kanisa lipi lilokuwa linazungumziwa? La Waadventista wa Sabato. Vita hii ya kwanza ingekuwa jaribu kwao kuwapima. Je, wanaweza kutii amri za Mungu katika nyakati hizo za hatari? Matokeo yake kama ilivyokuwa imetabiriwa, watu wachache sana ambao hawakutarajiwa kwamba kama wangesimama kwa wakati huo waliweza kusimama na kuzaliwa kama kanisa, kama ambavyo Yohana Mbatizaji alizaliwa wakati usiotarajiwa. Kama ambavyo Yohana Mbatizaji alibarikiwa na Roho Mtakatifu kabla ya kuzaliwa kwake, ndivyo ambavyo watu wa Mungu waliosalia wana matengenezo walikuwa na Roho Mtakatifu kabla hata ya kuthibitishwa kwao kama kundi la watu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ama mvua ya masika kwa wakati huu wa mwisho ni kuwasaidia watu wa Mungu waweze kustahimili majaribu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kustahimili nini? Majaribu. Tumaini litavunjika tu na utajisalimisha kwenye majaribu. Roho Mtakatifu ndiyo nguzo, anaweka tumaini ndani lisiloweza kuyumbishwa, na ndiyo aliyekuwemo ndani ya hawa watu waliosalia. Sikiliza, Elisabeti, Yohana Mbatizaji alikuwa ndani ya tumbo la nani? La Elisabeti. Hawa watu waliosalia walikuwa ndani ya tumbo la kanisa la Waadventista wa Sabato. Kabla hata hawajatoka walikuwa na mvua ya masika ya Roho Mtakatifu. Mvua ya masika katika unabii inaelezwa ilianza mwaka 1888 wakati wa kuanza kwa kilio kikuu. Kilio kikuu kilianza mwaka 1888 wakati wa kutangazwa kwa haki ya Kristo, na hapo watu wa Mungu walianza kupokea mvua ya masika ambayo ni ya kuwafanya wajiandae kumpokea Kristo, wajiandae kustahimili majaribu makubwa yaliyo mbele yao. Moja ya majaribu makubwa yaliyokuja mbele yao ni vita vya kwanza vya dunia, na wote waliobarikiwa na mvua ya masika kuanzia mwaka 1888 wakati wa kutangazwa kwa haki ya Kristo, hao ndio waliinuka kuwa washindi wakati wa vita hivi. Roho Mtakatifu alimjaza mibaraka Yohana Mbatizaji kabla hata ya kuzaliwa. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu waliosalia walikuwa wamebarikiwa na mibaraka ya Roho Mtakatifu kabla hata hawajasimamishwa kama kundi linalojitegemea la watu. Kama ambavyo Yohana Mbatizaji alikuwa na muunganiko na Kristo kabla ya kuzaliwa. Tumeona kwamba wakati Mariam alipoenda kwa Elisabeti, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo. Yohana Mbatizaji akiwa mchanga ndani ya tumbo la mama yake akaruka. Kulikuwa na connection, muunganiko kati ya Yohana Mbatizaji na Kristo. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu waliosalia wa siku za mwisho walikuwa na muunganiko na Kristo. Haki ya Kristo iliyotangazwa rasmi
kwa kanisa la Waadventista wa Sabato mwaka 1888 wakati wa mkutano mkuu wa baraza kuu kule Minneapolis. Watu wa Mungu waliobarikiwa na mibaraka hiyo waliungana na Kristo wakiwa ndani ya tumbo. Wapendwa, unabii wa Malaki unatimia tena wakati huu wa mwisho. Yohana Mbatizaji katika roho ya Eliya anafanya kazi tena sasa. Nabii Malaki alisema, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Malaki 4:6. Moja ya kazi kubwa ya Yohana Mbatizaji ndani ya watu wa Mungu waliosalia wakati huu ni kwamba atarejesha amani. Watu wa Mungu waliosalia wana matengenezo wa siku za mwisho watarejesha nini? Amani. Katika kitabu cha Isaya 2:2-4 watarejesha amani katika familia na katika mataifa pia. Wao watakuwa wahamasishaji wa amani, si wapiganaji. Ndiyo maana katika vita vya kwanza wa dunia walisimama kupinga msimamo wa serikali za dunia za kuwafanya wao kwenda kupigana, maana wao ni watetezi wa amani. Sheria ya Mungu ni ya amani. Sheria ya Mungu ni ya mfalme wa amani ambaye hachukui ufalme kwa vita vya kimwili. Watu wa Mungu wa siku za mwisho katika Isaya 2:4 anasema, mwishoni kabisa anasema kwamba watu hawa hawatajifunza vita kamwe. Lakini pia kama ambavyo Yohana Mbatizaji alikuwa mtengenezaji wa afya, mtengenezaji wa afya, alikuwa hanywi wala kula sawasawa na watu wengine. Alikuwa na chakula chake maalum kilichonenwa katika Marko 1:6 kwamba alikula nzige na asali. Nzige ni locust nuts, yaani ni vitu kama karanga hivi, sio nzige wale kama panzi. Hapana, ni mazao fulani hivi kama ya nafaka mwitu. Alikula nzige na asali. Alikuwa hali sawasawa na watu wengine, kwa sababu yeye ni mkuu sana. Neno la Mungu lilisema kwa sababu atakuwa mkuu sana mbele za Bwana, anatakiwa kula na kunywa sawasawa na Mungu alivyomwagiza. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu wa siku hizi, watu wa Mungu wa siku hizi wanapaswa kuwa watengenezaji wa afya. Wanapaswa kujiepusha na kila vyakula, kila vinywaji ambavyo vinathibitika kwamba vinaharibu afya ya mwili, maana wao ni wakuu sana mbele za Bwana kama alivyokuwa Yohana Mbatizaji. Kitabu cha Spirit of Prophecy volume ya 2 ukurasa wa 43 anasema, kazi kubwa ilikuwa mbele ya Yohana, na ili yawe na afya njema ya mwili pamoja na nguvu za akili na maadili. Ili kuifanya kazi hiyo ilimpasa kudhibiti tamaa na shauku. Yohana alipaswa kuongoza kama mleta matengenezo, na kwa maisha yake ya kujizuia na mavazi yake rahisi akemee tabia za kutokuwa na kiasi na anasa za dhambi za watu. Tunapaswa kufanya matengenezo ya afya, kujiepusha na vyakula vyote. Katika kitabu hiki cha Mathayo 11:18 anasema, maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo.
Alikuja akiwa hali wala ni kweli alikuwa hanywi kabisa wala kula kabisa Yohana Mbatizaji, lakini maandiko yanasema alikuwa hali wala hanywi. Kwa nini? Kwa sababu hali kama wanavyokula wengine, hanywi kama wanavyokula wengine. Leo hii kienda sehemu unasema mimi sili nyama, wanakushangaa, wanasema sasa wewe unakula nini? Yaani kana kwamba chakula ni nyama peke yake, kana kwamba na wenyewe wanakulaga nyama kila siku. Hivi nyinyi hamjawahi kuulizwa hivi? Yaani kwamba huli nyama, sasa wewe unakula nini? Sasa swali la kujiuliza, chakula ni nyama peke yake? Ndio maana ya kwamba Yohana alikuja hali wala. Kwa sababu gani? Wanaona kana kwamba hana kingine chakula. Huyu hali kama hali nyama, huyu hali. Wanaona wao chakula ni nini? Ni nyama peke yake. Haya, unakunywa soda? Hapana, sinywi. Sasa wewe unakunywa nini? Wanajua kinywaji ni nini peke yake? Maana yake wewe huli. Wewe ni Yohana Mbatizaji wa wakati huu. Huli wala ufanyi nini? Huli wala hunywi. Na sisi pengine watu wanaosema kana kwamba tuna pepo kwa sababu hatuli wala hatunywi kama wanavyohitaji, lakini neno la Mungu limesema ili tuweze kustahimili, tuwe na afya ya mwili na akili iliyo timamu, inayoweza kucomprehend ama kuelewa, kufahamu mambo ya kiroho. Tunapaswa kula na kunywa sawasawa na mapenzi ya Mungu, kama neno la Mungu linavyosema katika Wakorintho wa kwanza 10:31. Anasema Yohana Mbatizaji alikuja kuleta umoja katika familia na katika kanisa. Katika huduma ya Yohana Mbatizaji, ubinafsi uliwekwa kando. Kizuizi cha ukuaji na usafi kilipaswa kuondolewa kupitia huduma ya Yohana Mbatizaji. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu wa siku hizi za mwisho wanapaswa kwanza wao wenyewe wamuombe Mungu, waondokane na ubinafsi. Na kuwa na umoja wa kiroho. Yohana Mbatizaji anasema atarejeza roho za baba kwa watoto wao na roho za watoto kwa baba zao. Maana yake kuleta muunganiko, kuthaminiana. Hii huduma ya Yohana Mbatizaji iliwakilisha umoja ama muundo wa kanisa. Wapo leo wengine wanaojiita wana matengenezo, nao wakidai kwamba wanatembea katika roho ile ya nani? Ya Yohana Mbatizaji, kwamba kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa peke yake, basi kwa wakati huu hatuna haja ya kuwa na muundo wa kanisa ama mfumo wa kanisa. Kila mmoja atende kwa kujitegemea. Lakini neno la Mungu haliko hivyo. Yohana alirejeza roho za baba kwa watoto wao na roho za watoto kwa baba zao. Maana yake kutengeneza muunganiko. Kutenda kazi ya Mungu kwa kujitegemea ni sehemu ya ubinafsi. Maana kila mmoja atajitegemea kwa akili zake mwenyewe, hata msikiliza mwingine, atajiona nafaa kuliko mwingine. Lakini katika Kristo, katika mfumo wa kanisa, katika muundo wa kanisa, tunaletwa ili kila mmoja atambue thamani ya mwingine, kila mmoja atambue nafasi ya mwingine katika huduma ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3:30 anasema, basi hii furaha yangu imetimia, yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Yohana hakuwa mbinafsi, aliruhusu kwamba atakaye kuja nyuma yake ambaye ni Yesu atamruhusu yeye, inabidi apungue, huyo ajaye nyuma yake azidi. Hata katika kazi ya utumishi wa Mungu
mtumishi wa Mungu ambaye anaona wivu kwa watu wengine ambao wamepewa kipawa na wao cha kueneza Injili, cha kuhubiri, huyo hana roho wa Yohana Mbatizaji ndani yake. Anaona wivu kwa wengine wanaoinuka kuifanya kazi ya Mungu. Lakini Yohana Mbatizaji alisema, mimi sina budi kupungua, kwa sababu ajaye nyuma yangu anapaswa kufanya nini? Kuzidi. Ndio maana katika muundo wa kanisa, mfumo wa kanisa, tunapaswa kuelewa haya mambo vizuri. Tunafundishwa roho ya Kristo, roho ya Yohana Mbatizaji kwa vitendo. Matengenezo yote yanayokuja kinyume na huduma aliyoifanya Yohana Mbatizaji, basi hayo tunatambua ni matengenezo bandia, wala hayasukumwi na roho wa kweli. Ujumbe wa Yohana Mbatizaji ulikuwa ni tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tunapaswa kuwaambia watu Yesu anakuja. Ufalme wa Mungu unakaribia kusimamishwa. Ufalme wa Mungu wa mwana wa Mungu hauko mbali. Hivyo watu wanapaswa kutubu. Kutubu maana yake ni kugeuza mwelekeo. Kugeuza mwelekeo katika tabia na mazoea ambayo tumeyazoea katika maisha ya kila siku. Tubadilike, kwa sababu ufalme wa Mungu hauji kwa tabia zile tulizo nazo. Ndiyo maana katika kula kwetu tubadilike, katika kunywa kwetu tubadilike. Hiyo ndiyo toba. Toba ni badiliko. Najua wengine huwa tunafikiri kwamba kutubu ni kuomba msamaha. Tunachanganya maneno. Kutubu sio kuomba msamaha. Kutubu ni kujutia kosa na kuliacha. Kujutia kosa na kufanya nini? Maana yake matokeo yake yatakayokuja kwa sababu ya ile toba ni badiliko la tabia. Kama ambavyo Yohana Mbatizaji alitangaza ujumbe wa toba na kubatiza, ndivyo ambavyo watu wa Mungu wa siku hizi za mwisho watatangaza onyo la malaika yule wa Ufunuo 18 linalosema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Tunapaswa kujitenga na Babeli. Tunapaswa kujitenga na dhambi, kila aina ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Babeli ni mifumo yote ambayo ina uchafu ndani yake, na uchafu huo ni mafundisho ambayo yanawafanya watu waendelee kuishi katika dhambi. Mafundisho kazi yake ni kumtakasa mtu ama kumkalisha katika dhambi. Maana maandiko yanasema katika Yohana 17 mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno ndio mafundisho. Kwa hiyo mafundisho unayopokea ni aidha yanakutakasa, kukuondosha katika dhambi, kukuondosha katika maisha ya dhambi, ama yanakuendekeza katika dhambi. Kwa hiyo ukiendekezwa katika dhambi utakuwa sehemu ya Babeli na utaangamia pamoja na Babeli. Maneno ya Elia yalikuwa ni haya katika Wafalme wa Kwanza 18:21. Mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Tuko wakati wa mwisho, wapendwa. Yesu yu karibu kuja, na sisi tunapaswa kuandaa njia ya Yesu Kristo. Anapokuja watu wawe wameandaliwa. Wanapaswa kusimama katika njia hii tu moja. Kama ni Mungu wamfuate, kama ni Baali wamfuate. Wasiwe vuguvugu, wawe moto au nini, baridi. Napaswa kuwa wa moto kabisa.
Ili kudumu kuwa imara katika huduma yake, Yohana Mbatizaji alikuwa na utambulisho usio wa kubahatisha. Utambulisho wake haukuwa wa nini? Wa kubahatisha. Alijua kikamilifu yeye ni nani na utumishi wake ulikuwa ni upi. Sikiliza, kuna kitu kinaitwa identity. Kwa Kiingereza kinaitwa identity. Identity ni utambulisho wako. Yaani wewe unajijua wewe ni nani. Ukiulizwa wewe ni nani, si jina lako linalotakiwa. Wewe ni nani? Yaani wewe uko kwa ajili ya huduma gani? Huo ndio utambulisho wako. Yohana Mbatizaji walipomuuliza wewe u nani, watu walitumwa wakamuulize Yohana Mbatizaji, yeye ni nani? Hakuwajibu mimi ni Yohana Mbatizaji mwana wa Zakaria. Aliwajibu hivi, Yohana 1 mstari wa 22 mstari wa 23 anasema, basi wakamwambia, nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka, wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Yohana Mbatizaji hakusema mimi ni Yohana Mbatizaji. Hapana, maana wanamjua ni mtoto wa Zakaria, wanamwelewa kwa kiasi, japo alikulia maeneo ya nyikani, lakini alipoulizwa alijitambulisha kwa unabii ule unaomtaja yeye, kwamba alitakiwa aje kulingana na unabii wa Isaya. Huo ndio ulikuwa utambulisho wake na huduma yake, kwamba huduma yake inatambulika na mbingu na uwepo wake unatambulika na nini? Na mbingu. Hajaja kwa kubahatisha. Ndivyo ilivyo leo. Sisi kama kanisa la Mungu la Wanamatengenezo tunapaswa kufahamu vyema utambulisho wetu wa kiunabii. Sisi tupo. Tunakutana na wenzetu wa Adventista wa Sabato, wanatuuliza sasa ninyi ni akina nani? Lazima tufahamu utambulisho wetu kiunabii, wapendwa. Tujitambulishe kama ambavyo Yohana Mbatizaji alijitambulisha. Kama tulivyoona kanisa hili lilitokeaje wakati wa vita ya kwanza vya dunia, na kwa unabii lilitabiriwa litatokea. Sisi ni malaika wa Ufunuo 18, mjumbe wa mwisho kabla ya Yesu kuja, ambaye anawaonya watu wajitenge na Babeli, wajitenge na kila aina ya dhambi, wawe watakatifu. Njia ya Bwana itengenezwe katika mioyo yao. Kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 261 anasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa jina na makanisa yaliyoanguka. Kabla ya mapigo kumiminwa, watendakazi na washiriki wataitwa watoke katika makanisa hayo. Kwa furaha wataupokea ukweli na kujiunga na ukweli. Shetani analijua hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataamsha msisimko katika mifumo ya kidini, kwamba wale ambao wameukataa ukweli watadhani kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anakusudia kuwadanganya waaminifu na kuwaongoza kudhani kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa. Lakini nuru itaangaza, na wote walio waaminifu watayaacha makanisa yaliyoanguka na kuchukua msimamo wao pamoja na masalio. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu hakosi masalio, hakosi kanisa la masalio. Hilo ndio nuru ya ulimwengu. Na kabla ya mapigo kuja, kabla ya mlango wa rehema kufungwa, muda wa rehema tulionao sasa, tunapaswa kuifanya kazi ya Mungu ili watu waangaziwe na hiyo nuru. Kwanza sisi tuangaziwe na hiyo nuru, watu tuangazie hiyo nuru ili wajiunge na kanisa la masalio. Wapendwa, kuna kitu nimesahau hapo. Yohana alipoulizwa wewe ni nani, hakujitambulisha kwa jina kwamba mimi ni Yohana Mbatizaji.
Hata sisi tunapoulizwa sisi ni akina nani, hatupasi kujitambulisha sisi ni IMS. Jina IMS watu wengine wanalijua, wanaelewa, lakini utambulisho wetu wa kiunabii, uwepo wetu wa kiunabii na huduma yetu unatambulikaje katika maandiko? Hiyo ndiyo hoja ambayo watu wanapaswa kuifahamu. Sefania 1:14 hadi 16 nasema, hiyo siku ya Bwana iliyo kuu i karibu, nayo inafanya haraka. Naam, sauti ya Bwana, sauti ya siku ya Bwana. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yote, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Katika unabii huu hajataja jambo jema. Siku ile kuu ya Bwana inapokuja, hakuna jambo jema, hakuna jambo hili lililotajwa. Ni siku ya mawingu, siku ya giza, siku ya utusitusi, siku ya kutisha. Watu wanapaswa kuandaliwa ili waweze kusimama katika siku hiyo. Kitabu cha Ufunuo kinasema wale watakaosimama ni wale wanaofanana na Kristo peke yao, lakini wengine watakimbia katika siku hii. Wataiambia milima, tufanye nini? Tufunikeni. Milima nayo itafanya nini? Itakimbia. Tunapaswa kujiandaa kustahimili katika siku hii. Kuhusu elimu ya Yohana Mbatizaji, ili kuwa na utambulisho wa pekee usioyumba na asichanganywe na mafundisho ya Mafarisayo, alitakiwa kutokuhudhuria mfumo wa elimu ya kikuhani. Japo alikuwa mwana wa kuhani, lakini hakuhudhuria nini? Shule za kikuhani, kwa sababu tayari mafundisho yalikuwa yameshachafuliwa. Elimu ya kidini ilikuwa imeshaharibiwa. Hivyo Yohana Mbatizaji alitakiwa asome elimu ya peke yake kando na hizo shule. Kitabu cha Manuscripts ya mwaka 1894 anasema, huyu nabii aliongozwa na Roho wa Mungu kwenda nyikani, mbali na athari chafu za mji, ili apate elimu ambayo ingemwezesha kupokea mafundisho kutoka kwa Mungu badala ya kutoka kwa waandishi au watawala wenye elimu. Hakupaswa kujiunga na marabi. Kanuni na mapokeo yao yalikuwa mengi sana. Huko nyikani Bwana angeweza kuigusa akili na moyo wake na kumpa muundo safi wa ukweli ambao ungepaswa kutolewa kwa watu ili kuitayarisha njia ya Bwana. Elimu inayozungumziwa hapa sio secular education. Inayozungumziwa hapa si elimu hii ya shule ya msingi, sijui sekondari, ambayo hakuhudhuria. Inayotajwa hapo hasa ni ile ya kiroho. Kwa mfano leo kanisa la Waadventista wa Sabato si lina vyuo vya theolojia. Sasa hivyo vyuo tukivirudisha katika kipindi cha zamani cha Yohana Mbatizaji, ndiyo shule za manabii, shule za marabi, shule za kikuhani. Hizo shule Yohana Mbatizaji hakuhudhuria, hakwenda kusoma huko, kwa sababu tayari mafundisho yalikuwa ameshafanya nini? Ameshaharibiwa. Alitakiwa asomeshwe shule binafsi na Mungu. Sisi leo ndio maana kanisa letu lina shule za Injili, shule za kimishonari, ili liweze kufundisha watu usafi wa kweli, usafi wa ukweli wa neno la Mungu. Vyuo vya theolojia vya makanisa mbalimbali, hata wenzetu wa Adventista, vimechafuliwa tayari.
havifundishi ule ukweli usafi ule usafi mkamilifu. Vina chachu ndani yake. Tunapaswa, kitu kingine ambacho tunaambiwa hapa, tunafundishwa hapa, tunapaswa kuwa waangalifu sana na mafundisho mbalimbali ya kidini tunayokutana nayo sehemu mbalimbali. Hizo ni shule. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni shule, tunapaswa kujiepusha nazo. Tunapaswa kuchuja ili tuweze kuiamini ile kweli iliyo safi ya neno la Mungu. Wapendwa, sisi ndiyo masalio wa kiunabii. Sisi ndiyo masalio wa kiunabii. Tunapaswa kutunza utambulisho wetu. Tunapaswa kutunza nini? Yaani kwa mfano, wewe ni mkuu wa wilaya. Ukienda sehemu fulani lazima utambulike kwa cheo chako ili watu wajue nafasi yako. Maana ukijificha usitambulike kwa nafasi yako, hutapata muda wa kuwahudumia ama hawatatambua hata huduma yako, kwamba wewe unatuhudumia hivi kama nani, maana hawakujui kama wewe ni mkuu wa wilaya. Kwa hiyo mkuu wa wilaya anapaswa kutunza identity yake, utambulisho wake. Ndivyo ambavyo sisi watu wa Mungu tunapaswa kutunza utambulisho wetu, kama ambavyo Yohana Mbatizaji alitunza utambulisho wake wa kiunabii na kwa maisha yake mbele za watu. Utambulisho wetu mkuu ni watu wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Je, unataka kuwa mmoja ama miongoni mwa watu hawa wa pekee wa masalio wanaoiandaa dunia, wanaoandaa njia kwa ajili ya Bwana? Tunapaswa kuamua sasa. Amua sasa. Simama na ukweli katika mazingira yoyote. Simama na ukweli katika hali yoyote. Tengeneza njia ya Bwana. Tengeneza moyo wako. Sheria ya Mungu iandikwe ndani ya moyo wako. Tabia ya Mungu ionekane katika moyo wako na katika matendo yako. Badilisha maisha yako. Huu ndio ujumbe ambao Bwana anatuambia kupitia mjumbe wake wa siku za mwisho. Tubadilishe mienendo yetu. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa kufanya hivyo, Kristo anapokuja mara ya pili, anapoonekana mawinguni, hatakuwa mgeni kwetu. Atakuwa rafiki yetu, maana tulikaa naye katika mioyo yetu. Na sasa anapokuja mawinguni, hatutamkimbia, bali tutamlaki hewani kwamba huyu ndiye tuliyemngojea. Hebu kila mmoja akatafakari moyoni mwake. Je, utambulisho wa watu wa masalio wa siku za mwisho ninaubeba? Utambulisho huu unapatikana katika maisha yangu? Hilo ndo swali la kujiuliza. Unaweza ukawa sehemu ama mshiriki wa kanisa hili la masalio kimwili tu, lakini kiroho tunapaswa kuwa washiriki wa kanisa la masalio la Mungu kimwili na kiroho.
maana hapa ndipo huduma zote za wokovu zinapatikana. Kama ni kushindwa, ushindwe wewe mwenyewe, lakini si kwa sababu huduma za kiroho za wokovu wako zimekosekana. Bwana bariki somo hili kupitia jina la mwanaye Yesu Kristo. Amina.